Na mtazamaji, ni Ijumaa nyingine njema ambapo tunakutana tena kwa taarifa uzipendazo za Dira ya Wiki, awamu ya kwanza ikiwa ni kinyang'anyiro cha mwaka 2017. Na hii leo basi tunaangazia matukio mbalimbali ambayo yameshuhudiwa katika ushoroba wa mahakama ambayo yanahusiana na ule uchaguzi mkuu ambao utaandaliwa katika kipindi kifupi kijacho, mtazamaji, na tunataka kuangazia athari zake zitakuwa ni zipi kwenye uchaguzi mkuu. Na basi katika sehemu yetu ya Darubini ya Siasa tunaangazia ule uamuzi ambao unahusiana na kutangazwa kwa matokeo ya urais katika maeneo bunge. Na hapa basi tunakushirikisha kwa kuuliza, je, wewe binafsi unaamini kwamba kwa kutangazwa kwa matokeo ya kura katika maeneo bunge basi hali hiyo itaweza kusaidia katika kuepusha taifa dhidi ya udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu? Je, unadhani kutangazwa kwa matokeo ya kura katika maeneo bunge kutazuia udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu? Kushiriki ni rahisi, tutumia kauli zako kupitia nambari 22155 kwenye mtandao wa Twitter ni @ZubeidaKananu au @KTNews ikitumia hashtag Dira ya Wiki. Tutakuwa tukiangazia mengi tukiwa na wageni wetu studioni ambao tayari wanatayarishwa kwa mahojiano. Tuko naye Daktari Solomon Njenga ambaye ni mhadhiri na mjuzi wa masuala ya uongozi na siasa. Tuko naye Daktari Peter Ndhiga ambaye pia ni mhadhiri na mjuzi wa masuala ya siasa na uongozi. Na pia tuko naye wakili Duncan Okacho ambaye atatueleza ni nini ambacho kimejiri mahakamani na iwapo wale makamishna wa IEBC ni kama sasa wanapoteza jukumu lao ambalo litaelekezwa labda kwa wasimamizi wa uchaguzi. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome, lakini kwanza tuanze kwa kuangazia vidokezo. Declaration that respective constituency returning officers are the persons responsible for the conduct and declaration of constituency presidential election results. Majaji wa mahakama ya rufaa waharamisha mwenyekiti wa IEBC kuwa muamuzi wa mwisho wa hesabu za kura za urais. Madeni ya kahawa ya zamani, mkulima aweze kurudi shamba, aweze kupata mapato yake. Jubilee yafanya mikutano yake katika kaunti ya Meru wakati NASA wakitafuta uungwaji mkono magharibi mwa Kenya. Na katika Darubini ya Siasa tunaangazia jinsi siasa na sheria zinaambatana na mchakato wa uchaguzi. Mahakama ya rufaa yawapa uwezo mkubwa wa hesabu za kura wasimamizi wa uchaguzi ndani. Na karibu mtazamaji, tuanze katika ushoroba wa mahakama ambapo mahakama ya rufaa imetupilia mbali ombi la tume ya uchaguzi IEBC kutaka uamuzi wa mahakama ya juu ulioamuru kwamba matokeo ya urais yatangazwa katika vituo vya kupiga kura vya maeneo bunge ubatilishwe. Mahakama hiyo imesema kuwa maamuzi kutoka vituo vya kuhesabu kura ni ya mwisho na hivyo kushikilia uamuzi wa mahakama kuu. Hii ina maana kuwa mwenyekiti wa IEBC hatakuwa na uwezo wa kubadilisha hesabu zilizotolewa na maafisa wa IEBC ambao wako nyanjani. After counting the votes in the polling stations, the Independent Electoral and Boundaries Commission shall tally and verify the count and declare the result. End of quote. In the end, taking into account the very many views presented, the committee recommended that the Elections Act be amended to provide for the electronic transmission of the tabulated results of election for the president from a polling station to the constituency tallying centers and ultimately to the national tallying center. We find no fault in the determination of the High Court to the extent that Section 32, 39(2) and 3 of the Act and Regulation 87(2)(c) provide that the results declared by the returning officer are provisional, and to the extent that Regulation 83(2) provides that the results of the returning officers are subject to confirmation by the Commission. These provisions are inconsistent with the Constitution and therefore null and void. There is no merit in this appeal, which we accordingly dismiss.
And because of the public interest nature of this appeal, we make no orders as to course. Na mtazamaji, taarifa hii ndio inatupambia sehemu yetu ya Darubini ya Siasa, ambapo tunakushirikisha kwa kuuliza, je, kutokana na ule uamuzi ambao umetolewa na mahakama kwamba matokeo ya kura tangazwa katika maeneo bunge, je, unadhani kutangazwa kwa matokeo ya kura katika maeneo bunge kutapunguza visa vya udanganyifu? Je, unadhani kutangazwa kwa matokeo ya kura katika maeneo bunge kutapunguza visa vya udanganyifu kwenye uchaguzi mkuu? Endelea kututumia kauli zako, tutakuwa tukizijadili muda usiokuwa mrefu tukiwa na wageni wetu hapa studioni. Mtazamaji, tukiwa bado katika mahakama, ni kwamba mahakama kuu imekataa kusimamisha uchapishaji wa karatasi za kura kwenye kesi iliyowasilishwa na muungano wa NASA. Badala yake Jaji George Odunga ameagiza kesi hiyo kuwasilishwa kwa Jaji Mkuu David Maraga, ambaye atateua jopo la majaji watatu kuisikiliza. Jaji Odunga amesema kesi hiyo inaibua masuala yenye uzito kikatiba na inahitaji kushughulikiwa kwa dharura. Kesi hiyo sasa itasikilizwa Jumanne ijayo, huku mgombea urais Ekuru Aukot, mkuu wa sheria na chama cha Jubilee wakiwa ni miongoni mwa watakaojumuishwa. A contract, even if it's about 2.5 billion, cannot be compared to the security of a country, to the life of Kenyans. And we have had, there is already mischief that needs to be corrected, because in the past, electoral processes which have been rigged have given this country very difficult situations, whether it's 2007 or the difficulties of 2013. It has not. The circumstances of this case, as well as the issues to be canvassed, raise substantial questions of law under that particular article, and I accordingly direct that this file will be transmitted to the Chief Justice forthwith, with a view to empaneling a bench of not less than 3 judges. And I direct that the matter will be placed before that bench on the 27th, that is Tuesday, at 10:30 a.m. I'll direct the registry to have a folder, so that actually the parties who want to file their documents will file their documents in that folder while this matter is going to the Chief Justice. Viongozi wa NASA wakiongozwa na Raila Odinga wameendeleza kampeni zao katika kaunti ya Bungoma, ambapo walionyesha furaha yao kutokana na uamuzi wa mahakama ya rufaa kuamua kuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini hana ruhusa kubadilisha matokeo ya kura za urais ambayo yametangazwa na wasimamizi wa kura katika maeneo bunge. Vinara wengine wa muungano huo wakijumuisha mgombea mwenza wa urais Kalonzo Musyoka, mkuu wa kampeni za NASA Musalia Mudavadi na kiongozi wa Ford Kenya Moses Wetangula pia walihutubu. Mahakama leo imeamua ile kesi tulipeleka mahakamani. Mahakama imeamua sasa hivi ati kura itahesabiwa na itatangazwa hapo hapo. The result as announced by the returning officer at the constituency tallying center is final. It's final. Hakuna kubadilishwa. Chebukati hawezi kubadilisha kule Nairobi. Ile mambo ya ukarabati hatuwezi kupata tena. Sawa sawa? Kwa hivyo mara hii nataka nyinyi mumiminike mpige kura sawa sawa. Tumeshajipima na wale Jubilee. Tunajua tuko na kura mingi kuwashinda. Tuko na zaidi ya kura milioni 10. Ndio tunasema 10 million plus. Semeni 10 million plus. 10 million plus. 10 million plus. Sasa iliyobaki ni hiyo kura kutoka kwa mfuko ingie kwa debe. Unaelewa sawa sawa? Kutoka kwa mfuko ingie wapi? Sasa tuna recruit katika kila kituo ya kupiga kura. Watu 5. Mwenyekiti, katibu, mweka hazina, mama,
na kijana. Sawa, hawa watasimamia mambo ya kituo hiyo, kujua ni watu wangapi wamechukua kura katika hiyo kituo. Sawa, ili tujue kura ngapi tunatoka hapo. Sawa sawa. Sasa ikifika siku ile tutakuwa na register. Sawa. Sasa register hiyo itakuwa pale ndani. Mtu akipiga tick, akipiga tick, akipiga. Viongozi wa NASA kidogo tuingie katika taarifa kuwahusu wale viongozi wa Jubilee, ambapo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto hii leo wameelekeza kampeni zao katika kaunti ya Meru, ambako rais amefutilia mbali deni la wakulima wa kahawa pamoja na lile la wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wandani wakati huo wameendeleza kejeli dhidi ya muungano wa upinzani, wakiwatuhumu vinara wa NASA kwa kuendeleza siasa za kugawanya taifa. Ziara ya leo inajiri wakati ambapo Jubilee imefanya mikutano mingine katika kaunti za Murang'a na Nyeri. Na barabara zingine nyingi, barabara ya kutoka Nkobo hapo kwenda Roberi, hiyo barabara si mnajua inaanza. Barabara ile ya kutoka Kanyakine kwenda Mitungu, si mnaona barabara hiyo inaanza. Mimi nataka niwaulize watu wa Kariene na watu wa Meru, munasema Uhuru Kenyatta aendelee na kazi ama munataka ule mtu ya kitendawili aanzishe kitendawili? Tunasema mkulima yeyote wa kahawa, awe yako Central, awe yako Ukambani, awe yako Meru, awe yako Kisii, tumefutilia mbali madeni ya kahawa ya zamani. Mkulima aweze kurudi shamba, aweze kupata mapato yake. Viongozi kaunti ya Busia wameitaka tume ya mipaka na uchaguzi IEBC kuzingatia mazungumzo na vyama mbalimbali kabla ya kutekeleza uamuzi wowote ili kuzuia kuwepo utata kama unaozingira uchapishaji wa karatasi za upigaji kura. Wakiongozwa na mbunge wa Funyula Daktari Paul Otuma na seneta wa Busia Amos Wako, viongozi hao wameitaka tume hiyo kuendeleza uwazi kwenye shughuli zake. Tafadhali hii mambo ya ballot boxes, hii mambo ya kuchapisha makaratasi ya kupiga kura isikuje ikatuletea shida, kwa sababu ile kitu watu wa Kenya wanataka ni uchaguzi wa haki na sio ya ukarabati kama ile tuliona juzi hapa. It's extremely important that the Electoral Commission should, in carrying out its work, engage in a more consultative process to carry all the stakeholders, particularly the main stakeholders, along with their decision. As long as suspicion starts coming in, then that colors everything. So I would appeal to IEBC to be more consultative, more engage particularly the political parties now even more as they make the various decisions that affect elections. Na mtazamaji, katika taarifa ambazo zimetufikia hivi sasa ni kwamba jaji wa mahakama kuu David Maraga amewateua majaji watatu watakaosikiliza kesi inayohusiana na zabuni tata ya uchapishaji karatasi za kupigia kura iliyopewa kampuni ya Al Ghurair ya Dubai. Majaji walioteuliwa ni Joel Ngugi, George Odunga na John Mativo. Mtazamaji, ni taarifa ambayo imetufikia hivi sasa kutokana na ule uamuzi uliotolewa mahakamani awali, na tutazidi kuifuatilia na tutakuletea kina ya mambo mwendo wa saa 1. Lakini sasa tunapumzika kidogo, kisha tutaingia katika sehemu yetu ya darubini ya siasa, ambapo wageni wetu tayari wapo studioni. Tuko naye Daktari Peter Ndhiga, tuko naye Daktari Solomon Njenga na tuko naye wakili Duncan Okatch kutueleza mengi zaidi kuhusiana na athari ambazo zitatokana na ule uamuzi ambao umetolewa mahakamani hii leo. Usiende mbali.